Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mipango yake. Ndiye anayeipanga siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Shibuya Assembly, Shibuya Region, na tuko hapa kwa lengo moja, kufariji familia na kusindikiza mwili wa mama. Katika hizo harakati tumefikia kiwango cha faraja, ambapo nimepewa nafasi ya kuhimiza tu mstari kwa ajili ya faraja ambazo tumekuja nazo kwa ajili ya familia hii. Mstari wetu utatoka katika kitabu cha Methali, mlango ni wa 29, mstari ni wa 7, ambapo nasema mwenye haki huyaangalia madai ya masikini, bali mtu mbaya hana ufahamu hata ayajue. Bwana bariki andiko. Hii ndio sauti yake Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mfalme Suleimani alipotazama katika ulimwengu, akaona mahali ambapo kuna masikini, sio kwamba amekosa kila kitu, lakini amefika mahali anahitaji msaada. Basi Suleimani alipoangalia umati ulipofika mahali pale, akagundua kwamba kuna vikundi viwili mahali pale. Anasema ya kwamba kuna kikundi kimoja kinaitwa cha wenye haki, na kikundi cha pili anasema kikundi cha walio wabaya. Haleluya! Basi wenye haki huwa wanasikiza madai ama kilio ama lalama za huyo ambaye anahitaji msaada, lakini mtu mwingine atakuja pale, atafanya kazi zake, hata shughulika kwa ajili ya shida ama tatizo na mmoja wao huwa amekumbana nalo. Basi kwa dakika hii, bila kuchukua muda mwingi, kioji ya kwamba wakati umesikia kwamba mama Dorcas amelala na tumefika wakati wa kusindikiza mwili wake. Familia imekaramika tangu alipokuwa mgonjwa, imekaramika hata wakati wa kupanga ibada ya maombolezo yake ya mwisho. Wewe uko katika kundi gani? Umekuja kama mtu ambaye umekuja kusikiza lalama zao, mahitaji yao, ili wasaidie, usimame pamoja nao, ama wewe utakuja katika kikundi cha wale wabaya ambao watakuja tu kutazama? Haleluya! Uko upande gani? Kikundi chenye haki ama kikundi kibaya cha kutazama tu, alafu naanza vitina na ushuhuda wa uongo kule nje? Basi ukitaka ujue kundi la wenye haki, utaona wakati tunafika kuanza kutoa faraja zetu, utaona yule ambaye ako tayari kusikiza lalama za wale ambao wamepatwa na msiba, atainuka ili kuwatuza mioyo kwa ajili ya faraja, na yule mbaya atapaki pale pale. So wewe angalia tu jirani yako, utazame tu jirani yako. Naomba tuanze na familia. Mpaka linulira bandu bayenza kuituni utuni.